7 chapter alafu chapter verse ya 12 anaanza hivi: enyi wenye haki, mfurahieni Bwana na kumshukuru jina lake takatifu. Nimesema binadamu tumeumbwa kufurahia, lakini sasa ni kufurahia nini? Na anasema enyi wenye haki, akiongelea hii neno wenye haki kwa sababu hii ni prophecy ya Psalms ama ya Zaburi, itakuwa inaongelea mwenye haki ama wenye haki. Na ukiangalia kwa mavazi zingine utapata wakati Zaburi inaandikwa hakuna mwenye amepatikana kama mwenye haki duniani. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anakuwa mwenye haki wakati akona okovu ndani ya maisha yake. Na wakati mwandishi wa Zaburi anaandika, kwa ukweli okovu haijakuja duniani. Vitu zote zitaandikwa kwa Agano la Kale, itakuwa ni prophecy ama ni mithali, lakini itakuja kutimia in the future. Na kwa kuifunga kwa mithali atatumia wenye haki ni kama ni wengi, lakini kwa kweli utapata sio wengi, kwa sababu mwenye haki bado hajaonekana ama hajapatikana duniani wakati ule. Na kwa sababu huyu mwenye haki hajaonekana, itakuwa anaongelea mtu mwingine ama kitu kingine ambacho kitakuja ku happen in the future, kwa sababu binadamu wote ni wenye dhambi, hakuna mwenye haki. Na lakini wakati Yesu anakuja, yeye peke yake, kwa sababu ni yeye haki, haifanya dhambi yoyote, yeye atakuja kama mwenye haki. Na wakati mwandishi wa Zaburi anasema ama anaandika ama anafunuliwa akiandika, alikuwa anaandika kuhusu mwenye haki ambaye atakuja, naye ni Yesu Kristo. Na hapa kitu cha kwanza nataka kutoa kwa hii verse, nataka kutoa watu kuona ya kwamba wao ni wenye haki wakati Yesu hajakuja. Alafu nataka kucorrect mind ya binadamu. Wengi wao wakati wanasoma hii verse wanaona ni wao, wakati binadamu hawezi kuwa mwenye haki. Lakini Yesu Kristo yeye wakati alikuja, kwa sababu hana dhambi yoyote ndani yake, yeye ndiye atapatikana kama mwenye haki. Kitu cha kwanza tutoe binadamu kwanza, hapa tuweke Yesu. Tukishaweka Yesu, hii sermon itakuwa imekuwa injili, kwa sababu tumepata Yesu ndani ya hii verse, sio binadamu, lakini Yesu ndani ya hii verse. Na bado itatusaidia wakati tutatoa sisi wenyewe tukimuona Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo yeye ndo anafaa kuonekana kwa kila kitu. Na tukishaona sisi, shida itakuwa ni tutaona haki yetu, na sisi hatuko wenye haki, na tukose kuona haki ya Mungu ambayo inapatikana ndani ya Kristo Yesu. Na kwa machache akisema enyi wenye haki, ana prophesy ama anaandika mithali ambayo inakani kama haieleweki, lakini ya Yesu atakuja kama mwenye haki. Hapa sasa ni Yesu, tujitoe sisi wenyewe. Halafu ya pili anasema hivi, mfurahieni Bwana. Kwa sababu ni nani mtu mwingine hapa duniani ambaye atakuwa na ile furaha ya Bwana ndani yake
bila Yesu Kristo, kama sio Yesu ambayo anamuelewa vizuri kabisa, ama yeye na Bwana ama na Mungu ni kitu moja, ni nani atakuwa na hiyo excitement ya Mungu ndani ya maisha yake, ijapokuwa yule ambayo anamjua Mungu? Watu wengine wote ambayo sio Yesu watakuwa na mashaka, na kwa sababu wako na hiyo mashaka hawatakuwa na hiyo furaha kamili ya kumfurahia Mungu, kwa sababu wao wenyewe wako 50% ya kwamba Mungu ako ama hayuko. Hata wale ambao wanasema hayuko, nimesikiza picha mwingine wa Tanzania ati alikuwa anasema ati watu wanamwambia wewe unahubiri mambo ya duniani, lakini akawaambia hivi, mimi nahubiri mambo ya duniani kwa sababu gani? Nilienda mbinguni siku lini ama mwaka gani ili nikuje nianze kuwahubiria mambo ya mbinguni? Yeye anamaanisha anahubiri mambo ya hapa duniani kwa sababu hiyo ndiyo ako na experience nayo. Na niliona huyo amesema ukweli kabisa, kwa sababu yeye hakatai. Na kwa hiyo bado ndo anaonyesha Kristo Yesu ndani yake, mwili wake, wakati anaishi hapa duniani, huyo peke yake ndo anaweza sema hivi, mimi na Mungu ni kitu moja. Filipo akimuuliza kwa Yohana chapter 14, anamuuliza hivi, Filipo, unaniuliza nikuonyeshe Baba? Sisi masiku zote tumekuwa na wewe, hujawahi nijua Filipo. Yani inamaanisha ama inaonyesha Kristo Yesu ndani yake ndiye anaweza kuwa na hiyo furaha ndani ya maisha yake ya Mungu, kwa sababu wao ni kitu moja. Nao huyu akisema furahieni Bwana, anafunuliwa Kristo vile atakuja ndani ya mwili, na bado yeye ndiye atakuwa na hiyo furaha zaidi wakati anamfurahia Mungu. Hapa ninajaribu ku-explain hii basi uko nyuma. I think Mungu atatusaidia bado tuilete siku ya leo. Na anasema na nishukuru Mungu jina lake takatifu, yani abuduni ama lishukuruni jina lake na mlishukuru jina lake takatifu. Huyo ni maandishi wa Zaburi. Na kwa sababu hapa juu sasa tumeona ya kwamba ni Yesu anaongelewa, na kwa ukweli ni lazima Yesu apatikane kila mahali. Nataka sasa nilete vizuri kwa maisha ya siku ya leo. Na wakati mwandishi wa Zaburi anaandika kuhusiana na Yesu, yani ni prophecy ambayo inamwongelea Yesu. Na kile ambacho anaandika kitakuja kutimia wakati wake, na kwa sababu ya hivyo itatimia, na Yesu atakuja duniani na ataishi kama vile aliishi, na atafanya kazi ambayo alifanya. Lakini after hapo kuna watu ambayo atachagua ili waendelee kuishi maisha kama yake, ama bado waendelee kufanya kazi kama ile alikuwa anafanya, ambayo sio ya kukupia watu, kwa sababu ya kukupia watu alikuwa ni yeye tu peke yake, lakini kazi ya kuendelesha Injili ama ya kuendelesha jina lake, ya kuendelesha
kulitafsiri ama kulifundisha jina lake. Katika kitabu cha Luke chapter 24 verse 44, kisha akawaambia, hiyo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na mazaburi. Yani vitu Musa alikuwa anaandika katika Torati zake, na bado manabii walikuwa wanatabiri, mazaburi zilikuwa ziandikwe, zilikuja kutimia ndani ya Yesu. Ndio maana kwa zaburi tunamipata Yesu, ya kwamba yeye ni yeye ambayo alikuwa anaongelewa, hata kama hawa mention jina lake, lakini kutokana na kile ambacho kinaongelewa, na hakuna mwenye haki duniani, na ndio hivyo tumepata ya kwamba ni Yesu alikuwa anaongelewa, na Yesu bado alifunua kwa mitume wake, hapo akiongea na hawa mitume wawili wakienda kwa mji ambayo inaitwa Emmaus katika Luka chapter 24. Hapo nimesoma verse 44 ya kwamba Torati za Musa, manabii, mazaburi zote zilikuwa zitimizwe ndani yake. Leo nimeisoma ili maybe watu wasione ninafundisha vitu kutoka ndani ya maindi yangu, lakini ninafuata kwa utaratibu kile ambacho Zaburi alisema na kile ambacho Yesu atasema kwa Luke. Hicho ndicho kitatafsiri kile ambacho mwandishi wa Zaburi ambayo alikuwa amesema. Yeye peke yake ndiye mwenye haki. Na hiyo bado nimesema ni yeye peke yake ambaye ako na hiyo excitement kwa Mungu, ya kumfurahia Mungu, kwa sababu ukiangalia hiyo wakati ama kwa Agano la Kale, wale watu walikuwa wanaishi hiyo wakati, utapata wako na vitu zingine ambazo ni furaha zao kando na Mungu. Na wakati sasa Yesu amekuja, hii maandiko inatimia, na kwa sababu hii maandiko inatimia ndani ya Kristo Yesu, wale ambayo watamfuata Yesu, kwa sababu Kristo atakuwa ndani yao. Mnisikize vizuri, sio kwa sababu hao watu maybe wanasema wamemfuata Yesu peke yake, lakini ni kwa sababu wanaishi ndani ya Kristo Yesu, na Yesu anaishi ndani ya maisha yao, na kile ambacho kiko ndani ya Kristo Yesu kitareflect kwa hao watu, kwa sababu anaishi ndani yao. Yani ni moyo wa binadamu na moyo wa Kristo Yesu zitaungamana zikuwe kitu moja, na kile ambacho kiko ndani ya Kristo Yesu kitaambukia huyu mtu mwingine ambaye amekuwa na Kristo Yesu. I think hapo tutaelewana vizuri, sio nje ya Kristo Yesu, lakini ni ndani ya Kristo Yesu. Kile ambacho kiko ndani ya Kristo Yesu kinapatikana ndani ya huyu mtu. Acha nipeane basi mfano moja kwa hiyo, ili tuendelee na kile ambacho nataka kufundisha ama nafundisha sasa. Yani ni kama mtu ambaye ako na ukimwi apatane na mtu mwenye hana ukimwi. Wakishapatana na mmoja ako na ukimwi, mwingine hana ukimwi, huyo ataambukiza ukimwi. Na Kristo Yesu ukishampokea ndani ya maisha yako, kile ambacho kiko ndani yake kitakuambukiza, yani
chukua pati yake ndani yako, na yako haitaendelea kuishi. Yani ni yeye ataishi ndani yako na ni yeye ataonekana ndani yako. Sio wewe utaendelea kuishi, lakini ni yeye ataendelea kuishi ndani yako. Na kama basi ni wewe utaendelea kuishi, basi hapo katikati kwa kumpokea na kumfundishwa, maybe utakuwa mahali pamoja haujafanya vizuri vile inafaa. Maana inafaa hivi, akuje aishi ndani yako, wewe usiishi tena, yeye aendelee kuishi ndani yako. Na hivyo ndivyo sasa hii neno inaweza kuja kwetu, enyi wenye haki. Si kwa sababu tuko na haki ama tuko watakatifu, lakini kwa sababu ya mtakatifu ndani yetu. Hatujivunii utakatifu ama matendo ya utakatifu tunafanya, lakini tunajivunia mtakatifu ambayo amekuja ndani ya maisha. Na mtu akisema enyi watakatifu, haja mention sisi wenyewe, lakini ame-mention Kristo ndani ya maisha yetu. I think hapo tumepatikana ndani kidogo. Now, mfurahieni Bwana. Yani, rejoice in the Lord. Yani, kumfurahie Bwana. Nyoyo zenu, fikira zenu, mwili zenu zimfurahie Bwana. Yani mind, moyo na mwili, furaha ikuwe ndani ya Bwana. Hapo sasa nimefika mahali nilikuwa nataka kufika. Hapo nyuma kidogo nilikuwa nakaa ngumu kidogo, lakini mahali nimefika sasa ni kama ni rahisi, kwa sababu hapa nyuma ni ngumu, kwa sababu watu wengi wanasema sisi ni watakatifu, lakini mtakatifu ni Yesu peke yake. Sishakuja ndani yangu, bado mimi si mtakatifu, lakini najivunia mtakatifu ambaye anaishi ndani yangu. Kwa sababu ya hiyo atakuwa mtakatifu ndani yangu. Wanaoniona wataniona kama mtakatifu, lakini kwa sababu ya yeye ndani ya maisha yangu. I think hapo tumeelewana. Na kwa sababu amekuja ndani ya maisha yetu, kwa wengine hawajampokea, huyo ndiyo alitengenezwa kuwa furaha ya maisha ya binadamu. Hakuna kitu kingine kwa maisha ya binadamu Mungu alikuwa ameweka mbele ya binadamu cha kufurahia, ijapokuwa Kristo Yesu. Wakati tunamfurahia Yesu Kristo, hiyo inatukaribisha kwa furaha ambayo ni furaha ya milele, tukiwa bado hapa duniani. Na Mungu atatupatia Kristo Yesu kama furaha yetu, kwa sababu anatupangilia maisha ya milele ya furaha. Na kile ambacho anatupatia ni cha milele, lakini kile ambacho maybe sio Kristo Yesu, hicho sio cha milele, kwa sababu kiko na mwisho. Acha nipeane example kwa vitu za hapa duniani. Angalia mtu maybe ako na stress, alafu siku moja jiambie hivi, acha niende nikunywe pombe ndio nione kama akili yangu itatulia. Listen, wewe utaenda, yes, utakunywa ile pombe na itachanganya akili yako na utafikiria uko sawa, lakini bado shida haijatoka. Shida kama haijatoka, bado jua furaha
haijapatikana, kwa sababu utalala na bado utaamuka, na ukishaamuka kwa ukweli utapata stress zaidi ya ile ambayo umelala nayo. Wacha nikuja kwanza. Wengine anaweza jiambia mimi furaha yangu ni wanawake. Utakuja kudanganya, kwa sababu utafurahia dakika 5, hata dakika 5 kuna kujuta. Kwa nini kuna kujuta? Kwa sababu kuna furaha ambayo si ya Mungu, umetaka ikuje ndani ya maisha yako, na Mungu ili akuonyeshe hiyo siyo furaha yako, utafurahia dakika 5, dakika zingine zote itakuwa ni huzuni ndani ya moyo wako. Yani vitu zote za hapa duniani ambayo binadamu wanaweza fikiria ya kwamba ni furaha yao. Siku moja tulikuwa kuomba, alafu tukapatana na pasta mwingine huko, si kama ni pasta lakini ni mtu wa Mungu. Alafu akaanza kutupiga story wakiwa shule. Kulikuwa na kijana mwingine rafiki yao alikuwa ameokoka, alafu huyu kijana alikuwa anawahubiria. Wao wanamwambia bado tuko shule bana, tutakuja kuokoka wakati tumekuwa wazee. Na huyu kijana kaoni kama hawasikii, akaachana nao, akaanza kuambia mipango yake kwa Mungu. Akawaambia, mimi naomba nikuje kupata gari, na hiyo gari nitaipamba hivi, nitaifanya hivi na nitaifanya hivi. Yani aliwaambia hiyo kitu hadi wakaanza kuona hiyo gari ndani ya imagination zao. Na ikafika mahali wakamwambia, kwa ukweli hiyo gari umeiombea sana na unaisema sana, acha na sisi tutakusaidia kuomba ili Mungu akija kukupatia hiyo gari yenye unaombea. Haikukawia, walimaliza shule wakapoteana kidogo, kupatana kidogo hivi wakapata, alipata ile gari na aliipamba hivyo hivyo bila alikuwa anaongelea akiwa shule. Wakafurahia kwa sababu mwenzao aliachieve kile ambacho alikuwa anaombea, anasema kila siku. Wakamfurahia. Baada muda kidogo tena wakapoteana kidogo. Wakati wamepoteana, hiyo gari ni kama ilikuja ikampatia ajali, na ikaonekana ni kama miguu yote itakatwa, na miguu ikakatwa. Jamaa ikabidi arudi nyumbani, na marafiki zake wengine hawajui kwa sababu ni muda kidogo bado wamepoteana. Na ikakuja kufika tena wakapatana marafiki. Huyo mwingine alikuwa hayuko karibu, akawauliza, na rafiki yetu ule wa gari alienda wapi? Mbona simuoni siku hizi? Wakamwambia, kitu tunaweza kwambia huwezi amini, ile gari limwangusha na bado akakatwa miguu. Sahihi anaishi nyumbani akicheza na watoto, kwa sababu hakuna chochote ambacho anaweza fanya kwa maisha yake. Na wakati alikuwa anatuambia hivyo, nikaona vile mtu anaweza pata hiyo gari na aifurahie, aishikilie, mahindi yake ikue pale, moyo wake ukue pale, na kwa sababu Mungu ni yeye anataka ufurahie ndani yake. Mfurahieni Bwana kwa sababu anataka tufurahie ndani yake. Mungu atakuonyesha hiyo siyo furaha, hata kama umeishikilia kama furaha. Ikamwangusha, ikamvunja miguu, na alikuwa ameishikilia, ameipenda, anaiombea kila siku, anataka kuifanya hivi, kuiweka music, speakers, yani hicho ndo imekuwa furaha yake. Na kwa sababu imekuwa furaha yake, amerivesi ile mpango wa Mungu kwa maisha yake, kwa sababu Mungu ndo angekuwa furaha yake. Ameweka kitu kingine ambacho siyo Kristo Yesu, na kwa sababu sio hiyo, Mungu ni lazima akuonyeshe
ya kwamba hiyo siyo furaha yako. Hiyo ni experience maybe niko nayo, kwa sababu yeye alituambia, wewe ambao unanisikia naweza kuwa na experience nyingine hata zaidi ya kitu ambacho ninaongelea, kwa sababu ni ukweli. Mungu yeye ndiye furaha ya binadamu. Kama kuna kitu kingine ambacho umeweka mbele yako kama furaha yako, jua, andika hii neno ambayo inasema sahihi, ya kwamba hicho kitu siku moja kitakuja ukudisappoint, na ni Mungu atakuwa ametaka kikudisappoint ndio ukuwe na akili sawa ya kwamba ni Mungu anafaa kuwe furaha yako. Bado katika kitabu cha Isaya 61 verse 10, nitafurahia sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu. Yani hakuna huyu mwenye ameandika Zaburi ni Daudi, na bado ni mfalme mwenye akona wanawake wengi, mwenye akona vitu mingi kama utajiri wa hii dunia, mwenye ameona Mungu kupitia hizi vitu za dunia, lakini chenye anasema ni wakufurahia ni Mungu. Acha niseme hivi, msinisikie vibaya. Sisi wa masikini wa vitu za ulimwenguni ni sisi peke yetu ambapo tunafikiria ya kwamba vitu za ulimwenguni ni za kufurahia. Acha nirudie, msiseme hamujaisikia vizuri. Sisi ambapo ni wa masikini wa vitu za ulimwenguni, wa vitu za hapa ulimwenguni, sisi wenyewe peke yetu ndipo tunajua ya kwamba vitu za hii dunia ni vitu za kufurahia. Lakini ukipatana na matajiri, watakwambia hizo vitu hazina furaha yoyote, kwa sababu wa kwanza ametuambia nani? Ni David, mtoto wake Solomon, naye bado anasema vitu zote za ulimwenguni ni kama kukimbia nyuma ya upepo. Huwezi shika hiyo upepo. Na mwandishi bado wa Yesaya kuandika akitabiri, anasema atamfurahia Bwana. Kwa sababu gani? Hawa ni watu wamezunguka nje na nje, wakapata hakuna furaha ya hii dunia. Na kama maybe hatuelewani kwa hii fundisho, nafikiria duniani iko na furaha yake, ningependa nikuulize swali moja. Uko na miaka ngapi? Na hiyo miaka yote umepata, ni furaha gani ambayo unaweza tuonyesha uko nayo? Utapata hakuna kitu chote. Ulikuwa kani kama umefurahia, bado after hapo ilikuletea huzuni, na hapo hakuna mwenye anapinga. Ndio maana Mungu anajua hivyo, anaona cha kufurahia ni yeye, kwa sababu ni yeye peke yake hawezi kudisappoint, lakini anajua kitu kingine cha. Angalia watu ambao walifurahia wanawake, akasema huyu ni bibi yangu, anambembeleza usiku na mchana, iliisha kama ameenda amemwacha peke yake. Alianza kuona huyo bibi ni kama ni dhahabu kwa hiyo nyumba, akaona anaweza enda hata kwa mwingine, anaisha. Hata maybe wewe ndio sababu ya kusababisha aende, kwa sababu limuonyesha ni dhahabu, na bado akifika huko nje wengine wanamuonyesha hivyo. Mkikosana kidogo, naona hata wengine bado wanaweza nichukua. Wewe ndio ulisababisha, kwa sababu ulifurahia kile ambacho sio cha kufurahia. Mnielewe vizuri, sitasema msifurahie wake zenu, lakini isikuwe zaidi
ya vile unamfurahia Mungu. Yani Mungu akuwe namba 1 au wengine wakuje nyuma, ama ikuwe hivi, msiwafurahie kabisa, mfurahie Mungu. Mungu atareflect ama atasukuma hiyo furaha, yani furaha ambayo itapatikana kwa wengine ikuwe imesukumwa na Kristo Yesu. Bado Habakuki chapter 3 verse 18 anasema hivi, nitafurahia sana katika Bwana, nitafurahi katika Mungu wangu kwa sababu ya wokovu wake. I think hapa ameitafsiri vizuri ile Zaburi ambayo nilianza 97:12 ya kwamba nilikuwa naonyesha ni Kristo Yesu, ama ni furaha inaonekana napatikana ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu hapa amemalizia amesema kwa sababu ya wokovu wake, na hakuna mahali pengine ambapo wokovu unaweza patikana ijapokuwa ndani ya Kristo Yesu. Na ni furaha ambayo ya wokovu ambayo inapatikana ndani ya Kristo Yesu, inasukuma nafsi ya binadamu kumfurahia Mungu. Kwa hiyo ikifika hapo, naweza sema hivi ya kwamba kwa watu ambayo hawajamjua Kristo, watu ambao hawajamjua Kristo, hawajai experience furaha ndani ya maisha yao, hiyo naweza isema 100%. Hii acha nirudie. Kwa wale watu ambayo wote hawajamjua Yesu Kristo akuwa mfalme wao, wokovu ambayo inapatikana ndani yake ongoze maisha yao, hao tangu wazaliwe hawajai experience furaha. Ndio maana unapata mtu anajiambia hii ni furaha yangu, inaisha kama hicho kitu kimeharibu maisha yake. Hiyo ni kitu tuna experience. Mtu anaona ya kwamba bangi inaweza kuwa furaha yake, inaisha kama yule mtu amekuwa wazimu, akili haiko sawa. Kwa sababu gani? Alishika hiyo bangi, akaona inaweza kuwa furaha yake, na imeharibu akili yake. Huyo hajai experience furaha ndani ya maisha yake. Watu wengi walianza kukunywa, tuseme pombe ama hizi vitu zingine, sigara, jaba, hizo vitu zote ni kwa sababu wanajaribu kupata kwa furaha ndani ya maisha yao. Wengine wanaenda kwa mabichi, wanavua nguo, wanalala hapo kwa michanga, wakijaribu kutafuta hapo kwa furaha ndani ya maisha yao. Lakini kwa ukweli wengi wao wanaisha ama wanamaliza kama wamekuwa machokora. Watu wangapi wanaweza kunywa hapa wakiwa sawa? Siku ya leo wamekuwa machokora, hata hawawezi kufanya kazi. Mimi nimewaona, experience. Kama nyinyi hamjaona, mimi nasema kile ambacho nimeona. Na Biblia ikionyesha ya kwamba Mungu ndio furaha yetu, kuna chenye inamaanisha hakuna furaha nje ya Kristo Yesu. Habakuki ameisema, nasema nitafurahia sana katika Bwana, nitafurahi katika Mungu wangu kwa sababu ya wokovu wake. Hatufurahii kwa sababu ya vitu ambazo tuko nazo, lakini tunafurahia kwa sababu ya wokovu wa milele ambayo inapatikana ndani ya Kristo Yesu. Wafilipi chapter 4 verse 4 anasema rejoice in the Lord always, and again I say rejoice in the Lord. Sio kwa kitu
nimalize nikisema binadamu aliumbwa ama aliwekwa ili akuwe na furaha ndani ya Kristo Yesu. Hakuna nje ya Kristo Yesu, hakuna furaha. Kisha mwingine alisema hivi, nionyeshe ya kwamba hakuna furaha nje ya Yesu. Picha mwingine ambayo ni picha mzuri wanapenda kusikiza, anaitwa John Piper, alisema hivi, Mungu atatukuzwa zaidi ndani yako wakati umeridhika zaidi ndani yake. Atatukuzwa zaidi ndani yako wakati umeridhika zaidi ndani yake. Na kama hakuna kuridhika zaidi ndani yake, then hakuna furaha ndani yako ambayo itawahi patikana. Kwa machache, injili ya leo nilikuwa nataka kuonyesha hivi, hakuna furaha nje ya Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu, hapo ndipo kuna okovu, na ni okovu inasukuma mioyo yetu kumfurahia Mungu.